Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakukaribisha katika somo hili. Tunajifunza kuhusu the fresh start au mwanzo mpya. Na katika kipengele cha leo tunajifunza kwa habari ya Mungu wa mwanzo mpya. Mungu wa mwanzo mpya. Mungu wa mwanzo mpya. Neno litakalotuongoza linatoka katika kitabu cha Isaya 43 mstari wa 18 hadi wa 19. Ambalo linasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, ninatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Sasa ili neno nimelipa title au kichwa cha somo au ujumbe huu nimeupa jina la Mungu wa mwanzo mpya. God of new beginnings. The God of new beginnings. Kwenye Kiingereza huo mwanzo uko katika wingi, beginnings. Ukimaanisha kwamba unaweza ukaanza kitu, alafu ukaanza tena, ukafeli, ukaanza tena, au ukajaribu ukaanza tena. Au unaweza ukawa una vitu vingi unataka uvianzishe vyote kwa wakati mmoja. Labda maisha yako umepita kwenye kipindi kigumu, biashara imeharibika, ndoa na mahusiano yameharibika, uhusiano wako na Mungu umeharibika. Kwa unavyoamua kuanza upya, utakuwa una mwanzo mpya tena katika swala la mahusiano, utakuwa una mwanzo mpya tena katika swala la kibiashara, na utakuwa una mwanzo mpya tena katika mahusiano yako wewe na Mungu. Na wakati mwingine vile vile labda unaanza na maisha kabisa. Umehama eneo, umeamua kuanza vitu vipya. Kwa Mungu anakuwa ni Mungu wa hizo sasa unaweza kusema ni mwanzo kwa ujumla, lakini ni mianzo kama Kiswahili kingekuwa kinaruhusu kuita. Kiingereza kinaita beginnings. Kwa inaweza ikawa katika dhana ya kuanza vitu vingi kwa wakati mmoja, au dhana ya kuna wakati umejaribu ukafeli, ukajaribu ukafeli. Beginnings. Unaanza mara nyingi, unaanza tena. Umeona? Sasa kwa nini nimemuita Mungu wa mwanzo mpya? Mungu wa mwanzo mpya. Ni kwa sababu Mungu amebobea katika hilo jambo, kwenye kuanzisha vitu au kuanza vitu. Ni mbobezi katika hilo eneo. Yaani unapotaka kuanza kitu kipya, muone Mungu. Mtafute Mungu kwanza. Hii ni kama katika maisha yetu ya kawaida. Kwa mfano, umeamua kujenga. Unavyojenga lazima utafute kwanza fundi wa ujenzi. Utajenga nyumba, itafika mahali labda unataka kuweka tiles. Itabidi ukatafute fundi wa tiles, mbobezi kwenye lile eneo. Kuna fundi wa ujenzi, lakini tuna fundi wa tiles. Si ndio? Tuna fundi wa kupaua. Yaani kuna fundi mwingine atakwambia, bwana mimi nafanya kazi ya ujenzi kwa kweli, lakini napotaka kupaua nataka atakushauri kwamba tafuta mtaalamu mbobezi kwenye hilo eneo la kupaua tu. Kwa hiyo huyu fundi atakuja atapaua, alafu ataondoka. Sasa huyo tunasema ni fundi wa upauzi. Mwingine tutamuita anayefanya kazi nyingine tofauti, fundi wa tiles. Mwingine tutamuita fundi wa umeme. Mwingine tutamuita fundi wa milango. Ni mbobezi katika hilo eneo. Sasa tunavyosema Mungu ni mbobezi katika mwanzo, haimaanishi kwamba Mungu vitu vingine hawezi. Mungu ni mbobezi wa kila kitu. Na kati ya vitu ambavyo ni mbobezi wake vile vile ni kuanza upya. Sasa kama umesikiliza fundisho lililopita la mwanzo mpya, neema ya kuanza upya, nimekuelewesha pale namna ambavyo na tumejifunza pale namna gani hiyo neema ipo ya kuanza upya na namna itakavyokusaidia. Lakini sasa tunaenda hatua nyingine. Tunaingia sasa kwenye huo mwanzo sasa. Unavyoanza sasa. Ndio tunataka tujifunze hapo. Sasa tunavyosema mwanzo, maana yake ni nini? Mwanzo. Kwanza kabisa kitu ambacho nataka kikae kwenye akili yako. Mwanzo ni kipindi. Nataka tuzungumze mwanzo kama kipindi fulani. Kipindi cha kuanza kitu.
jambo linapoanza au linapozaliwa. Kwenye Kiingereza wanasema beginning, it is the start of a process of something or region or a phase. Yani ni kitu kinapoanza, ni kipindi kitu kinapotengeneza kikue ili kiendelee. Huo ndo tunaita mwanzo, ni kipindi. Nataka ujifunze mwanzo kama kipindi. Na hii itakutia moyo wewe kwa sababu ujue kwamba mwanzo ni kipindi tu ambacho utakivuka na kuna mambo mazuri sana yako mbele yako. Mwanzo ni kipindi kifupi ambacho kwenye maisha yako utakivuka na mbele kuna mambo mazuri. Umeamua kuanza jambo lolote lile, iwe ni biashara. Ule mwanzo ni kipindi ambacho kina tabia zake. Na utakipita. Mara nyingi mwanzo akiwagi kipindi kizuri kabisa. Kuna mianzo mingine mizuri, lakini kuna mianzo mingine akiwagi kipindi kizuri. Kwa sababu gani? Katika ule mwanzo vitu vingi haviko perfect. Hebu fikiria mtu anaanza kujenga nyumba. Ameshaonyeshwa mchoro, nyumba ni nzuri, lakini anaanza na msingi. Ukiuona msingi unaweza usielewe ni kitu gani kinafanyika, lakini anavyoendelea sasa kile kitu kinaanza kutake shape, kinaanza kupendeza. Unavyoanza biashara, unaanza hauna vitu, hauna wateja, hauna experience, unajitahidi, alafu kile kitu unaweza ukafunga duka siku hiyo hujapokea kitu. Nakumbuka mimi kuna dada mmoja aliwahi kunipigia simu analia sana. Akaniambia, mtumishi, nimeanza biashara yangu na duka langu. Sasa hivi ni wiki. Sijawahi kuuza hata siku moja. Wenzangu hapa nilipowakuta kwenye hizi biashara, mtu anauza, huyu anafunga milioni 10, huyu anafunga milioni 20. Mimi nimekaa tu. Hii biashara yangu nakaa, natoka nje, ninarudi, nachezea simu, ninatoka, ninarudi. Niko kwenye wakati mgumu. Jioni nafunga, asubuhi nafungua, watu wanamuangalia. Kilikuwa ni kipindi kigumu, lakini ndio alikuwa anaanza. Na nakumbuka nikamuombea, naye akawa na uchungu sana. Nikamwambia lakini ndio gharama ya kuanza. Akapata pressure mpaka kutoka nyumbani, akapata pressure kutoka kwa watu wa karibu. Akamwambia kama biashara yako hauuzi, funga tu. Kwa hiyo kaenda wiki ya kwanza, wiki ya pili akaanza kuuza, akaniambia leo nimeuza 1,000,000. Akaenda kidogo, nimeuza 2,000,000. Nakumbuka siku akaniambia leo nimefunga. Ilikuwa ni biashara kubwa ya jumla. Akaniambia, mtumishi, leo nimefunga na 40,000,000. Akasema nataka niwafikie mpaka majirani zangu, kwa sababu wale wafanyakazi wanaomsaidia pale walikuwa wanamwambia, wanaongea na wafanyakazi wa duka lingine, sisi jana tumefunga biashara 70,000,000, 80,000,000. Akasema na mimi nitafunga kama wao. Ndio ilikuwa imani yake. Nitafunga na mimi siku moja biashara ya 70,000,000 hapa, biashara ya 80,000,000 hapa. Lakini hakuanza kwa kufunga hiyo biashara ya 70,000,000 ya 80,000,000. Alikaa akavumilia kile kipindi cha mwanzo, beginning. Mara nyingi naweza kisiwe ni kipindi kizuri, ni kigumu na kina changamoto zake. Sasa ninachotaka kuzungumza na wewe hapa leo ni mwanzo wa mtu ambaye ametoka kwenye changamoto. Kuna mwanzo nyingi kwenye maisha ya mwanadamu, lakini ninachotaka kuzungumza na wewe ni mwanzo wa mtu aliyetoka kwenye changamoto, alafu unaanza upya. Kwa hiyo hii title yangu inasoma God of New Beginning, mwanzo mpya. Tunavyosema mwanzo mpya inamaanisha kulikuwa kuna mwanzo mwingine, huu ni mwingine mpya. Umeamua kustart afresh. Sasa this is a new beginning. Kwa hiyo nataka nizungumze juu ya mtu ambaye umetoka kwenye changamoto, kwenye shida, kwenye matatizo, umepitia mambo magumu au unapitia mambo magumu lakini haujui namna ya kuanza. Wewe ndio mtu ambaye nataka nikulenge kabisa kwenye huu ujumbe. Nataka nikulenge kwenye ujumbe. Kwa hiyo neno letu katika Isaya 43 linasema
msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya. Hapa ndio nimechukua title, nitatenda neno jipya. Huyu ni Mungu anasema atafanya kitu kipya. Hii ndio title au ujumbe wetu uko hapo. Kwa hiyo Mungu anavyosema msiyakumbuke mambo ya kwanza, maana yake ni nini? Umepitia changamoto au matatizo au shida za namna mbalimbali, maana yake Mungu anakuambia kwamba achilia mambo ya zamani na kutokukubali mambo mabaya yaliyopita kutawala au kucontrol your present life, wakati wako wa sasa hivi. Msiyakumbuke mambo ya kwanza. Mungu anachokitaka hapa ni kwamba yale mambo yaliyopita uyaachilie. Kuna kitu ambacho nilikisema kwamba unajua huwezi kusahau kitu kabisa. Hata kwenye Biblia iko hivyo. Kitu kilichotokea kitabaki kama kumbukumbu. Lakini kitu ambacho Mungu anakisema usikifanye ni usiendelee kukishikilia au kukubali kitu kilichopita kiendelee kutawala maisha yako ya sasa, na hasa kinapokuwa kitu kibaya. Kwa hiyo yale uliyopitia katika kipindi kilichopita nilikueleza vizuri, nikasema unayakumbuka kama ushuhuda, kwa sababu Biblia na hiyo haisahau. Haisahau kabisa. Biblia haisahau, inakumbusha. Ukisoma habari za Daudi alivyomkosea Mungu, Mungu alimwambia wewe nimekutoa, ulikuwa mchunga kondoo, kumbuka ulipotoka. Akamtuma Nathan, akamwambia kumbuka. Ukisoma Isaya sikumbuki 47, anamkumbusha Israeli, anamwambia wewe baba yako Abraham nilimuita akiwa mtu mmoja, akatoka Uru ya Ukaldayo waabudu sanamu. Kwenye Yoshua pale anazungumza, nimewaongeza na kuwafanya kuwa taifa kubwa. Na Mungu aliendelea kuwakumbusha wana wa Israeli juu ya utumwa wa Misri waliokuwa wanautumikia. Kwa hiyo ukisoma Biblia kila mara Mungu anawakumbusha, mimi ni Mungu niliyewatoa nchi ya Misri utumwani. Imeandikwa mpaka mara ya mwisho inatajwa habari ya Misri ni kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, nafikiri kama sikosei ni mlango wa 7. Mungu anazungumza kwa habari ya anakumbusha, lakini namna anavyokumbusha ni kama ushuhuda tu na sio vinginevyo. Kwa hiyo anavyokuambia usikumbuke mambo ya kwanza ni kwamba usiyashikilie ukakubali kwamba ndiyo yanayotawala wakati wako wa sasa. Unatakiwa uyaweke nyuma ili uweze kupokea kitu kipya. Anasema wala msiyatafakari mambo ya zamani. Anavyoendelea katika mstari huu, maana yake uachane na habari ya kuishi wakati uliopita. Usiuishi, yani akili zako zisitawaliwe na hivi, unajua pale nilipokaa niliteseka sana. Yani nimefanya kazi miaka mingapi kwa mateso, nilikuwa silipwi mshahara. Yani usikubali kile kitu kikakaa akilini kwako kikakulemaza. Unatakiwa ukubali kwamba ninaenda kuanza maisha yangu mapya kwa namna tofauti. Usikae ukatafakari mambo ya zamani, nilikaa na yule mwanaume au yule mwanamke kwenye mahusiano, amenitesa, ameninyanyasa, nimemsamehe mara nyingi, alikuwa sijui ananichiti, sijui alikuwa na... Usikae ukaanza kutafakari yale mambo yakautawala wakati ulioko sasa. Mungu anasema msiyatafakari mambo ya zamani. Ni kwenye ndoa umetoka, ndoa ilikuwa na mateso. Ni kwenye familia umetoka, ilikuwa na mateso na manyanyaso. Labda ni maisha ulikuwa unaishi ya ulevi, maisha mabaya, ulifanya vitu vigumu, vibaya. Usitafakari yale maisha kwamba mimi nilikuwa mlevi sana, nilikuwa muhuni sana, labda nilitembea na wanaume wengi, nilitembea na wanawake wengi, sina ushuhuda, sina future. Mungu anasema usiyatafakari. Do not consider them. Usikubali yakatawala fikra zako. Hapa tunamzungumzia Mungu wa mwanzo mpya. Kwa hiyo anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani.
tazama nitatenda neno jipya. Sasa hapa, ili neno tazama ninalipenda sana. Tazama. Siku yoyote mtu akikwambia tazama, inamaanisha ulikuwa haujaweka focus kwenye kitu ambacho unatakiwa uweke focus. Umeona? Mnavuka barabara na mtu anakuambia, we, subiri, angalia, kuna gari linakuja. Inamaanisha kile kitu ulichotakiwa ukiangalia, ulikuwa ukiangalia, focus yako iko sehemu nyingine. Mungu hapa anachokuambia ni kwamba kwenye huu mwanzo mpya, tazama, focus, ninatenda neno jipya. Yani, acha kuangalia kwenye mambo ya zamani. Acha kuangalia hali yako sasa hivi ilivyo. Acha kuangalia jinsi ulivyoharibika, ulivyopata hasara. Usiangalie, tazama natenda jambo jipya. Kwa hiyo Mungu anataka uchange focus. Yani, nasema hivi, neno hili la tazama hapa kwenye huu mstari, Mungu amelitumia kama vile kumshtua mtu ambaye focus yake ilikuwa kwenye kitu kingine. Kwa hiyo unatakiwa kubadilisha mtazamo na kuacha kuangalia kile ulichokuwa unakiangalia. Yani, tazama ninatenda neno jipya. Ukishindwa kutazama, hutaliona hilo neno jipya. Hutaona hicho kitu kipya ambacho Mungu anasema ndio ukifanya kwenye maisha yako. Ndio maana anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama. Behold. Change focus. Angalia. Yani, Mungu hapa amekuja kama mtu kukushtua. Wewe, acha kufocus kwenye hicho kitu. Angalia, kuna kitu kiko kule kizuri. Angalia, you can have a future. Na mimi leo nakwambia vile vile, tazama, unaweza ukawa na mwanzo mzuri. Tazama, unaweza ukafanikiwa tena. Tazama, unaweza ukawa na maisha mazuri tena. Kwa hiyo acha kuangalia yaliyopita, angalia neno jipya ambalo Mungu atatenda. Na ndio kiini chetu sasa hapa cha somo. Nitatenda neno jipya. God of new beginning. A new beginning. Anasema hivi, sasa litachipuka. Maana yake, Mungu anapofanya jambo lolote, anaanzaga kidogo kidogo au linaanziaga chini. Na analikuza linakuwa kubwa. Kwa hiyo tunavyomzungumzia huyu Mungu wa mwanzo mpya, nataka kwanza uelewe. Kuna vitu nataka tu, yani hapa ni kama nakokea msingi. Nataka uelewe kwamba Mungu huyu anaanzaga taratibu. Anasema nitachipusha. Unajua kitu kinachochipuka ni nini? Umeotesha mti. Unajua kabisa huu ni mti mkubwa mpaka utapasuliwa mbao. Lakini unaanzaga kwa kuchipuka. Yani ni kitu kidogo ambacho kikanyaga hivi unakisagia huko chini, unakipotezea huko chini. Unapootesha mahindi, unapootesha maharage, unapootesha mchicha, lazima inaanza kwa kuchipuka. Kile ni kitu kidogo, kilaini, kidhaifu. Lakini kitakuwa kutokana na mbegu ilivyo. Yani ile mbegu ilikuwa ni mbegu ya nini? Itakuwa mpaka itakuwa kile kitu ambacho ile mbegu ilikuwa inakiwakilisha. Kwa hiyo kama ni mbegu ilikuwa ni ya mchicha, hichi kitu kinachochipuka kijani kidogo kitakuwa mchicha mkubwa. Kama kilikuwa ni mti, kile kijani kidogo kinachochipuka kitakuwa mti. Kwa hiyo Mungu anavyosema tazama, ni kwa sababu anataka ufocus kwenye kile kitu kipya. Mungu atakichipusha, kitaanza taratibu. Alafu ndo anasema, je, hamtalijua sasa? Mungu anasema sasa kikisha chipuka mtakijua. Ndio watu watakijua. Kwa tunavyozungumzia katika Mungu wa mwanzo mpya, unavyoanza mwanzo wako na Mungu, jua Mungu ataanza taratibu na wewe. Na watu wanaweza wasijue kabisa. Mimi kuna wakati unakuta unamuongoza mtu sala ya toba, anaamua kuanza maisha yake upya, lakini anavyoenda kwenye jamii inamjua bado kwa tabia zake za mwanzo. Wanamjua huyu bwana, huyu muuni tu, huyu mwizi tu, huyu mlevi tu, huyu ni mtu ambaye hanaga future, hanaga maono, huyu ni mwenye kiburi tu. Kwenye familia wanamjuaga huyu ni mwenye kiburi tu, ana tabia mbaya. Lakini kumbe wewe ulishaanza mwanzo mpya, ndio unachipuka, hawataona.
Ndio Mungu anasema hivi, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Kikisha chipuka ndio watajua. Watu ndio watajua, ndio watakuona. Kwa hiyo it is a process. Anasema nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Manake Mungu katika kufanya hicho kitu hakuna kitakachomzuia kwenye huu mwanzo mpya. Sasa Mungu wa mwanzo mpya nataka tukamuangalie vizuri katika kitabu cha Mwanzo. Huyu ambaye anasema ni Mungu wa mwanzo mpya. Yaani tunataka tujifunze tabia yake moja hapa katika kitabu cha Mwanzo. Anasema hivi, Mwanzo 1 mlango wa 1. Anasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Nataka uone sasa Mungu anasema nitafanya jambo jipya. Kitu cha kwanza ambacho nataka ukione, kulikuwa kuna hali fulani isiyokuwa nzuri. Nchi ilikuwa ni ukiwa na utupu. Ndio maana nilikwambia Mungu ni mbobezi wa mwanzo. Yaani ndio maana nikaamua kumuita God of New Beginnings. Kwa sababu ni mwenye uwezo wa kukichukua kitu kisichofaa akakianzisha, akakifanya kwa upya kikawa kitu. Hii dunia ilikuwa ni ukiwa na giza na utupu. Kila kitu kilikuwa kimevurugika. Hebu imagine wakati wa usiku, siku umeme umekatika, ni giza totoro. Ndio dunia yote ilikuwa hivyo. Giza, hakuna nuru yoyote. Alafu kulikuwa hamna kitu chochote. Kwanza ni hali ya kutisha isiyokuwa na matumaini. Lakini huyu aliyembobezi, Biblia inasema Roho alikuwa ametulia juu ya uso wa maji. Amekaa pale anasubiria neno la Mungu ili aanze kutenda. Kwa hiyo Mungu alivyosema iwe nuru, ghafla ikawa nuru. Alafu Biblia inasema Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza. Nataka uone jinsi Mungu anavyodili na huu mwanzo. Tunapozungumzia Mungu of New Beginnings, ni kwamba anakichukua kile kisichofaa, anaanza kukifanya kifae, lakini anakifanya kwa steps. Anaanza taratibu. Yaani Mungu akusema basi ile siku ya kwanza kuwe nuru, kuwe na nchi kavu, kuwe na wanyama, kuwe na mimea, kuwe na watu, kuwe na kila kitu, sijui matunda. Mungu ile siku ya kwanza alisema iwe nuru, ikawa nuru. Akaweka stop. Leo tu iwe nuru, stop. Akaitengeneza ile nuru, alafu akaiona kuwa ni njema. Akaitenga na giza. Mungu akafunga kazi ya siku ya kwanza. Alafu akaenda siku ya pili. Umeona? Kwa ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mungu akasema liwe anga katikati ya maji, ikayatenge maji na maji. Nataka uone utendaji kazi wa Mungu. Hana haraka. Yaani wewe unapotaka uanze kitu umharakishe Mungu, ulishakosea. Yaani Mungu hana haraka, anafanya vitu kwa utaratibu. Ni Mungu wa utaratibu. Anafanya kitu kwa utaratibu. Anasema, je, sitachipusha? Hakitachipuka sasa? Je, watu hawatakijua? Yaani ni Mungu anaanza taratibu. Akaumba mbingu, akaumba nchi, akatengeneza anga, nchi kavu ikaonekana. Ukiendelea kusoma pale kwenye kitabu cha Mwanzo, utaona Mungu alivyo ni Mungu wa utaratibu. Kwa hiyo tunavyomzungumzia Mungu wa huu mwanzo upya ni Mungu wa utaratibu. Lazima ujue kuna utaratibu maalumu wa Mungu kwenye huo mwanzo wako tunauzungumzia. Unaanza kitu gani? Lazima ukubali kuenda na Mungu kwa steps. Usitake vitu vyote siku moja. Yaani Mungu leo atakupa kitu hiki, hata kama ulikuwa na vitu vingi ukapata hasara. Mungu leo atakupa hiki, kesho atakupa kingine,
kesho kutwa kingine, na ndani ya siku 7 dunia ilikuwa tayari. Na kwenye maisha yako sijui itakuwa ni siku 7, sijui ni mwezi, sijui ni miezi 6, sijui ni mwaka, lakini over the period of time Mungu ataikamilisha kazi yake. Kwa hiyo unavyoangalia kitabu cha Mwanzo, Mwanzo ni unaona ubobezi wa Mungu katika uumbaji, katika kuanzisha kitu kipya. Sasa kwa tunavyosema Mungu wa mwanzo mpya, tunamaanisha kwamba kulikuwa na kipindi fulani na kuna kitu fulani kinaendelea, lakini kinatakiwa kukatishwa kisiendelee tena kama kilivyo, na kuanzisha utaratibu mpya au kukiunda upya kwa namna ya tofauti. Tunaposema habari za mwanzo mpya, maana yake ni nini? Maana yake ni kulikuwa na kipindi fulani au kitu fulani kinachoendelea, lakini sasa kinatakiwa kikatishwe kisiendelee kama kilivyo, yani kisiendelee kama kilivyo, na kunatakiwa kianzishwe kwa upya na kwa utaratibu mpya au kwa muundo mpya. Ndio maana ya mwanzo mpya. Kwa hiyo unavyosema hata kwenye maisha yako, ninataka nianze kitu fulani upya, lazima kiwe tofauti na kile cha kwanza. Huwezi kusema naanza kitu kipya alafu ni the same thing. No. Lazima kiwe na tofauti. Yani hiyo ndo dhana mpya, mwanzo mpya. Lazima kiwe na tofauti. Ukisema ni kwenye kazi yangu nataka niwe na mwanzo mpya, sasa hivi nitafanya kazi kwa juhudi, kwa bidii, kwa discipline, lazima tuone kwamba sasa kuna kipindi kimebadilika. Kipindi hiki labda kuanzia leo tutaanza kuona discipline kwenye utendaji kazi wako tofauti na huko nyuma. Ukisema sasa mimi nimeamua nianze upya maisha yangu, nataka nitengeneze discipline, niwe na mipango hata ya fedha zangu nazozipata, nataka nianze upya, lazima tuone tofauti ya kipindi kilichokuwa mwanzo na hiki ambacho umekianza. Kwa hiyo Mungu sasa tunavyosema kwamba Mungu ni Mungu wa mwanzo mpya, maana yake nini? Maana yake ni kwamba ni yeye Mungu anayeuanzisha, na anauanzisha kwa namna yake yeye. Ninavyosema Mungu wa mwanzo mpya, inamaanisha, kwanza nishakwambia mwanzo ni kipindi. Inamaanisha yeye ndiyo anakianzisha, ni cha kwake. Yani pointi ni ya muhimu sana. Hicho sio wewe umeanzisha, ni cha kwake. Hebu turudi tusome ule mstari afu utaona kitu cha maana. Isaya 43 mstari wa 18 na 19. Anasema hivi, msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani. Hii ndio anakuambia wewe. Yani this is for you. Hii ni kwa ajili yako. Mstari wa 19 anasema tazama nitatenda neno jipya. Kwa hiyo anayefanya ni yeye, sio wewe. Sasa litachipuka. Ni yeye anafanya, sio wewe. Tunavyomzungumzia Mungu wa mwanzo mpya, inamaanisha ni yeye ndio anayoifanya hiyo kazi, sio wewe. Hii habari ni habari njema sana. Mimi wakati nasoma huu mstari, yani nilipofika hapa kwanza nikasema hallelujah, thank you Lord for you are the God of new beginnings. Yani nikamshukuru sana. Nikasema hivi kumbe ninavyofanya maamuzi ya kuanza kitu kipya, sio mimi, ni yeye anaanza. Yani maamuzi ni yangu, lakini mtendaji ni yeye, sio wewe. Alafu tunavyosema Mungu ni Mungu wa mwanzo mpya, maana ya pili, yeye ndio msimamizi wa hicho kitu kinachoanza, na ndio msimamizi wa hicho kipindi. He is in charge of that season. He is in charge of that beginning. Yani yeye ndio anakisimamia, kwa sababu ni cha kwake, amekianzisha yeye. Sasa unaniambia mtumishi, hapo unamaanisha nini?
Kitu anachokitaka Mungu kwako ni wewe kusarenda kwake. Unapotaka kuanza kitu chote kipya, nimeshakwambia yeye ni mbobezi wa hicho kipindi. Kwa unachotakiwa ni kujisarenda kwake. Au hata kama ni biashara unaanza upya, umepata hasara, unajikabidhi kwake. Nakumbuka mimi kuna kipindi nilikuwa nafanya biashara nikapata hasara sana. Nilipopata hasara, sio hasara tu, lakini vile vile ile jambo lilinivunja moyo. Nikaamua kufunga lile duka, nikafunga. Kila nikitaka kuenda kufungua tena, yani nasikia uzito sana ndani ya moyo wangu na uchungu. Nikawa nashindwa sasa nifanyaje. Yani kuna ile kipindi unajiuliza, hivi ninaanzaje tena? Yani ninaenda kuanzaje tena? Kwa sababu kitu kinapokufa au kinaharibika, kinaacha hadi majeraha ndani ya moyo wako. Yale majeraha ndio yanakupa wewe ugumu wa kuanza upya. Hebu imagine umekaa kwenye mahusiano na mtu amekujeruhi. Yani unavyofikiria swala la mahusiano, lazima moyo utauma na utakuwa na hofu, kwa sababu nitaanzaje tena? Ni kama kile kitu kinaenda kutokea tena. Lakini vile vile kuna uchungu ambao uko ndani yako, ni maumivu. Huoni raha ya kufanya kile kitu tena au ya kukianza tena. Lakini vile vile kuna aibu. Kwamba huyu aliacha, sasa hivi anaenda kwa mtu mwingine. Kwamba huyu alishafanya biashara akashindwa, sasa hivi anajaribu biashara nyingine. Yani ni kitu ambacho unakishangaa, yani kitu ambacho kinaweza kukukatisha tamaa, usijue unafanyaje, unaanzaje. Kwa hiyo sasa hapa kinachotakiwa ni wewe kujisubmit kwa Mungu. Nakumbuka sasa nilivyokuwa katika hiyo hali ngumu, sijui naanzaje. Naogopa. Nimelipia kodi lakini duka nimefunga. Naogopa hata kwenda pale. Yani nikifikiria hilo jambo ninachoka. Kwamba naanzaje. Sasa nimekwambia hivi, tunavyosema Mungu ni Mungu wa mwanzo mpya, maana yake unasarenda kwake ule mwanzo unaotaka kuanza, kile kitu unachotaka kukianza. Kwa hatua niliyoichukua mimi ni kusarenda ile biashara kwa Mungu kwa upya. Nilishaifanya vizuri, nikaianza vizuri kwa maombi na kwa kuweka wakfu na kila kitu, lakini nimepata hasara, ninaanza tena. Kwa nikabidi nikae kwenye maombi, nafikiri alikuwa ni ya siku 3. Nikaomba ile maombi mazito, nikaandaa na sadaka. Niko kwenye morning glory, nikaenda, alikuwa anahubiri mtumishi mmoja rafiki yangu. Nikamwambia mtumishi, kuna jambo nataka nilifanye, lakini limekuwa gumu kwangu. Sikumwambia ni kitu gani. Nikamwambia nimeliombea kwa siku 3. Hii sadaka ninakupa. Ninaomba, yani kwa makubaliano yako wewe na mimi, tuombe hichi kitu kikatimie. Nakumbuka nikatoa ile sadaka, ilikuwa ni shilingi 30,000. Nilivyotoa ile sadaka, ule mzigo uliondoka moyoni mwangu kabisa. Nikawa na free, nikaenda pale kwenye duka, nikakaa, nikafungua. Watu wananishangaa, huyu leo mbona amefungua duka? Lakini nikawa nina amani kubwa moyoni mwangu, lakini nilikuwa naogopa kwenda pale. Kuna hofu, kuna uzito, kuna hali fulani ya uzito. Lakini nilivyosarenda, maana yake nikamwambia Mungu, take charge. Sio mimi tena, ni wewe unaenda kuanzisha ili jambo. Ni wewe unaenda kulifanya ili jambo. Kwa ninavyomzungumzia Mungu wa mwanzo mpya, maana yake ni Mungu anayeanzisha hilo jambo na kwa namna yake. Alafu ni yeye vile vile msimamizi wa hili jambo. Yani yeye ndo msimamizi. Kwa hiyo chochote kilichokuwa kinapingana na mimi sasa hivi hakipingani na mimi tena, kinapingana na yeye ambaye nimemkabidhi. Kama ilikuwa ni roho, zilikuwa ni laana za ukoo za kifamilia, au walikuwa ni watu, inamaanisha hawapambani na mimi. The battle is not mine. The battle belongs to God. Yani ile vita si yangu tena, vita ni ya Mungu. Kwa yoyote anayekuja kushambulia ule mwanzo, nilikwambia mwanzo unaanzaga mdogo na wa udhaifu. Kwenye mwanzo ni kipindi ambacho huna nguvu, una udhaifu bado, hauna experience bado, au bado una majeraha ya kipindi kilichopita. Ni kipindi ambacho adui akikufuata kwa nguvu zake zote kama mwanzo, anaweza akakupoteza kabisa. Ndio maana Mungu anataka hicho kipindi umuachie yeye, awe in charge. Sasa
Ukiangalia hii kanuni ya mwanzo mpya katika uumbaji utaona ni the same. Kwa mfano, unajua mtoto anapozaliwa, anakuwa ana mwanzo wa maisha. It is a beginning of the life of that child. Sasa pale, kile kipindi anayekuwaga in charge sio mtoto, ni mama yake. Yani kale katoto kwa pale tu kanalia, ngwe, ngwe, ngwe. Mama ndo atamfuta, akijikojelea, akijinyea, mama anamsafisha, mama anamlisha, mama ndo atajua anakula nini, mama ndo anamtunza, asipigwe na baridi. Ni kazi ya mama. Ndio anamtunza na ndio anamlinda. Hata kwa wanadamu, ule mwanzo ni kipindi cha mama. Embo nenda ukute kuku ametotoa vifaranga vyake, ujaribu kuvisogelea vile vifaranga uone. Na wanyama wengine wote ni the same. Simba akiwa amezaa vitoto vyake, hakuna adui anaweza kasogelea simba. Nyati, nimeenda kule kwenye mbuga za wanyama na wakati mwingine vile vile utaona kwenye video, nyati wanamkimbiza hadi simba. Yani simba akijaribu kumkaribia mtoto wa nyati, wale lazima watoke kumtetea kwa sababu yuko kwenye mwanzo. Unajua naongelea habari za new beginning, the God of new beginnings. Nimekwambia yeye ndo yuko in charge, na ule mwanzo ni yeye ameuanzisha. Kwa hiyo yeye ndo yuko in charge. Kwa hiyo wanyama, ukizungumzia wanyama, ukizungumzia wanadamu, katika uzao wao, wanavyozaa kiumbe kipya, kitoto kipya, utakuta yule aliyezaa ndo yuko in charge. Kwa yule mtoto, kila anachokihitaji ni mama yake atampa. Plus na ulinzi ni mama yake atampa. Anamkuza mpaka afike mahali atakapoweza kujitegemea mwenyewe. Na sisi Mungu anatutunza mpaka mahali tuweze kusimama kwa miguu, lakini tusiache kumtegemea. Bado tunaendelea kumtegemea, lakini unaweza kufika mahali sasa ukawa una nguvu za kusimama mwenyewe, umekuwa imara. Hata katika mbegu, unaweza kusema labda ni wanyama, mbegu. Unajua wewe leo unavokula mahindi, unavyokula ngano, unavyokula matunda, maparachichi, unavyokula matunda, mapapai, machungwa. Kile unachokula ni chakula, ni reserve iliyowekwa kwa ajili ya mbegu zilizoko kule ndani, kuzisaidia katika mwanzo zinapokuwa. Yani ile karanga unayoila, ile fati yote tunayoila ile ni reserve. Yani aliyeitengeneza karanga sasa, ule mmea, ulijua huu ninampa mwanzo mpya, kwa hiyo nitampa kila kitu kitakachomsaidia kwenye mwanzo mpya. Kwa hiyo ukiotesha ile karanga, karanga inavyoanza kuota, hainyonyi chakula kutoka kwenye udongo, inatumia chakula kilichopo kwenye ile karanga. Ukipasua karanga utaona kimbegu ni kidogo, kiko pale kwenye ncha, kidogo. Kinakula kile kitu kilichowekewa kama akiba mpaka kitakapoota mizizi, kianze kujitegemea chenyewe. Kwa katika ule mwanzo unakuta mama wa karanga ndio yuko in charge, alishatengeneza kitu cha kumsaidia kwenye mwanzo mpya. The same kwa Mungu. Tunavyosema ni Mungu wa mwanzo mpya, maana yake yeye ndio yuko in charge. Kwa hiyo usiwaze mwanzo utakuwaje, usiwaze nitaanzaje, usiwaze nitafanyaje. Unachotakiwa ni kusarenda kwa Mungu wa mwanzo mpya ili akusaidie unapoanza le jambo. Yani kinachohitajika hapa, it is your absolute surrender. Tunaita absolute surrender, yani kujikabidhi kwake kikamilifu. Lakini kuna kitu ambacho nataka tukione. Ukisoma kitabu cha Yohana 8 mstari wa 44 inasema hivi: ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Umeona hilo neno? Tangu mwanzo. Wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Kitu ambacho nataka ukijue hapa,
ni kwenye ule mwanzo mpya kuna vita. Na ni mahali ambapo shetani anapenda sana aje akushambulie ili kile kitu kisizaliwe. Kwenye mwanzo mpya kuna vita. Na shetani anapenda sana aje akushambulie ili kile kitu unachotaka kukianza usikianzishe, au kinachotaka kuzaliwa kisizaliwe. Kwa shetani hatakagi kabisa kizaliwe kitu kipya. Lakini ikishindikana anakuja kukishambulia kile kilichozaliwa ili kisikue, kisiendelee. Sasa nimeshakwambia hivi, ukijikabidhi kwa Mungu, yeye ndio anakuwa in charge. Anakulinda na huyu adui. Kwa Yesu anavyowaambia wale wa Israeli na wale Mafarisayo kwamba shetani ni muuaji tangu mwanzo, from the beginning. Yani shetani alienda kwenye mwanzo. Yani siku zote anatagetigi mwanzo, from there, ili aue. Sasa anafanya nini shetani unapokuwa kwenye mwanzo mpya? Nataka uvijue hivi vitu. Cha kwanza, anajua Mungu ndiye msimamizi wa mwanzo mpya wako, na anausimamia kwa kanuni na sheria yake. Kwa hiyo anakuja na lengo kubwa la kukukosanisha wewe na Mungu, ili utoke chini ya ulinzi na matunzo na mwongozo wake Mungu. Shetani anajua kabisa unavyoamua kuanza jambo jipya, ukaanza na Mungu, wewe uko chini ya usimamizi wake na chini ya ulinzi wake. Kwa anachokuja yeye anajua kabisa nikija siwezi kumshambulia. Kwa hiyo ninamshawishi nikiwa huku nje ili akosane na Mungu, atoke kwenye ile covering, atoke kwenye kumtegemea Mungu, aje huku kwangu ili nimtandike kisawasawa. Ndivyo alivyofanya kwa Adam na Eva. Shetani alijua siwezi kumshambulia Adam wala Eva. Nifanyeje? Ninaenda kumshawishi wakosane na Mungu. Nimekwambia kwenye mwanzo Mungu ana kanuni zake. Yani kwenye kila mwanzo kuna kanuni. Yani ili sasa uweze kufanikiwa pale ambapo umemkabidhi Mungu mwanzo wako, lazima ufuate kanuni zake. Sasa shetani anachotaka kuja kukifanya ni kukuondoa kwenye zile kanuni za Mungu. Anafanya hivyo kwa kukushawishi au kukudanganya au kukutisha. Hawezi kukufanya kitu chochote, lakini atakushawishi, atakudanganya au atakutisha. Kwa mfano, haya, yani tuende kwa mifano mirahisi ili uweze kuelewa. Mfano wa kwanza ni wa Adam na Eva. Shetani aliwashawishi, wakavuruga ule mwanzo wao, project nzima ikaribika, maisha yote yakaribika. Lakini sasa sisi kwenye maisha yetu, mfano mzuri, tuseme hivi, ulikuwa kwenye mahusiano. Nitaanza mpango kwenye design ya kwanza hiyo. Ulikuwa kwenye nini? Ulikuwa kwenye mahusiano. Mahusiano yamevunjika. Yule uliachana naye anakudhiaki. Anakwambia wewe mwanamke, hakuna mwanaume anaweza kukaa na wewe. Hakuna mwanaume, mimi ndio nimekuvumilia tu. Yaani wewe ufai na nini na nini. Ukitoka pale, unapotaka kuanza mwanzo mpya sasa, unamuomba Mungu, nisaidie, majeraha yapone, nipate mtu sahihi. Shetani atakuja kukushawishi, hivi wewe kwa nini watu wakucheki kwamba umeachwa? Tafuta mbadala. Embu muonyeshe yule kwamba bado uko kwenye chat, kwamba una mtu. Kama amekukataa wewe, kuna mtu basi yupo. Nakumbuka kuna binti mmoja, ni wiki chache tu zimepita, alikuwa ananipigia simu. Tena yuko Tanzania. Sio Mtanzania. Alinipigia simu, alifuata mafundisho yangu ambayo nayaposti kwenye mitandao ya kijamii kule, akanifuata inbox, akanipigia simu, akaniambia nina shida. Nikamwambia shida yako nini? Akaniambia ni mahusiano. Mimi nilikuwa na mchumba, tumekubaliana, tunaoana, lakini ameniacha. Na ameniacha, amesema ni mwanamke nisiyefaa na hakuna mwanaume anaweza kukaa na mimi, ni yeye tu amenivumilia. Kwa hiyo akaniambia, mtumishi, ninaomba uniombee nipate mwanaume ili ajue kwamba mimi siko kama anavyosema. Akaniambia kabisa, ni mtu kutoka nchi za Afrika Kusini.
Akaniambia mimi naomba uniombee nipate mtu leo ili anikome. Na sio ili anikome tu, ili apate wivu anirudie, kwa sababu yeye alikuwa anataka warudiane bado. Nataka uniombee nipate mtu. Nikamwambia kabisa kweli, mambo ya Mungu yanaenda hivyo. Nikamwambia wewe mpuka tu kwanza kwenye toba. Lakini yeye mawazo yake shetani alimshawishi. Katika kuanza ile maisha yake mapya, akaona huyu mtu anamcheka sana. Ndio ikabidi aniambie, mtumishi, naomba niombee nipate mtu ili anikome. Alafu akisha niona kwamba mimi nimepata mtu, atapata wivu, atanirudia. Kwa shetani anataka kukushawishi unapotaka kuanza kitu, ukifanye kwa namna isiyo sahihi ili utoke chini ya ulinzi wa Mungu na chini ya msaada wa Mungu. Hata kwenye kazi, hata kwenye biashara, kuna watu, yani kwa mfano umefukuzwa kazi, umekaa nyumbani, unafikiria ninaanzaje maisha. Inafika mahali inabidi utumie njia zisizo sahihi ili upate kazi, ili watu wasikucheke au watu wasikuone una kazi. Unabidi, kuna mtu mwingine nakumbuka, kuna mama mmoja nilikuwa namuombea. Yeye alienda kuonga, yani alisema mimi kuna taasisi fulani, kampuni nafikiri ilikuwa sijui, ameenda kuonga shilingi 600,000 kwa sababu huyu mtoto wake sasa hivi alikuwa anafanya kazi, ameacha, yuko nyumbani tu. Sasa nimeona anakaa sana pale, wakina mama wenzangu wanamsema, wanamuona sijui mtoto wangu hana kazi, sijui amefukuzwa, ni kwa sababu ana kiburi, ni kwa sababu ni mvivu, watoto wao wamekubalika, kwa hiyo mtumishi imebidi nifanye namna yoyote tu ili aingie kwenye hiyo kazi. Nikamwambia, mama, umefanya kazi gani? Umefanya jambo gani? Akaniambia kuna mtu yuko kule amesema tukimpa 600,000 tu anamuingiza kazini. Kwa hiyo mama anatoka madhabahuni, anaenda vile vile na kuonga ili mtoto aingie kazini. Anatoka nje ya utaratibu wa Mungu. Kwa hiyo hata kwenye kile kitu anachokifanya Mungu hayupo. Na mimi nikamwambia ukweli, mama, kama unamuomba Mungu, muache Mungu afanye. Usimuingilie Mungu kwenye utaratibu wake, wala usimsaidie. Usijaribu kupush mambo. Acha Mungu afanye mwenyewe. Cha kusikitisha, yule mama hakunisikiliza. Akaniambia, mtumishi, ndio hivyo tu, lakini kuna wakati lazima tufanye namna nyingine. Sijui, nikamwambia kama umeamua hivyo, basi sijui hilo jambo liliishiaje. Lakini kwenye kuanza upya, shetani yuko pale kukushawishi, kukutisha na kukudanganya. Kwenye kukutisha, atakutisha kwamba hilo jambo haliwezekani ili ukate tamaa. Hilo jambo ni gumu ili ukate tamaa, ili usifanye, au hata kama umeanza ukate tamaa. Kwa lazima ujue shetani yuko pale kwa ajili ya kukupinga kwenye ule mwanzo mpya. Lakini ukikaa katika utaratibu wa Mungu, ukajikabidhi kwake, kinachohitajika kwenye mwanzo mpya ni unyenyekevu na uvumilivu wa hali ya juu. Hata Yesu alianzia kwenye nini? Kwenye hori la ng'ombe. Ni unyenyekevu unahitajika kwenye kuanza kitu, kwa sababu kinaanza taratibu. Mungu angeweza kutengeneza watu wote ile siku ya kwanza, lakini alitengeneza wanadamu 2 tu, Adam na Eva. Angeweza kutengeneza wanyama wote, lakini alitengeneza wanyama 2. Ni kwa sababu ya utaratibu na kusubiria process iende. Kwenye kuanza lazima ukubali kuwa mnyenyekevu na kushuka na kuanza kidogo. Huyu Mungu wa mwanzo mpya, kanuni yake, anaanzaga taratibu. Anaanza kidogo na kukikuza kile kitu mpaka kiwe kama anavyotaka. Sasa kuna mambo ambayo ya muhimu nataka ujue juu ya huyu Mungu wa mwanzo mpya. Kitu cha kwanza, huyu Mungu tunayemzungumzia wa mwanzo mpya, he is not limited by your past or your present. Yaliyopita au yaliyopo hayamzuii yeye kufanya kitu kipya kwenye maisha yako. Mungu anaanza wakati wowote na mahali popote. Anachokitaka tu ni wewe na utayari wako. Hazuiwi. Yani haijalishi yaliyopita ni mabaya kiasi gani, Mungu anakupa mwanzo mpya mzuri kabisa. Na tumeshasema anausimamia yeye. Wewe unachotakiwa ni kusarenda kwake. Alafu kitu kingine unachotakiwa ni kukubali kuyaachilia yaliyopita. Yani ili huyu Mungu wa mwanzo mpya ingie kazini,
lazima ukubali kuyaachilia yaliyopita. Kwa hiyo kukubali kuyaachilia yaliyopita ndio mwanzo wa kitu kipya kwenye maisha yako. Fokasi yako inatakiwa iwe kwenye jambo jipya. Tumesoma kwenye ule mstari, Mungu anasema tazama ninafanya jambo jipya. Focus inatakiwa ukubali, uache yaliyopita, ufocus kwenye jambo jipya. Huyu Mungu wa mwanzo mpya ndio anaingia kazini. Lakini kitu kingine, kwenye kila jangwa au pori au giza ulilopo, kuna njia ambayo Mungu ameitengeneza kwa ajili ya kukutoa kama utakubali kuanza upya. Yani eti sio kwa sababu uko kwenye giza fulani ukafikiri Mungu huko hayupo. Huyu Mungu anaanza na wewe hapo hapo ulipo. Hapo hapo ulipo. Yani usiseme baadaye. Nimezungumza sana kwenye neema ya mwanzo mpya. Nikasema pale kwamba hiyo neema inakufuata ulipo. Na hapa nakwambia vile vile huyu Mungu wa mwanzo mpya yuko hapo ulipo. Kwenye hali hiyo hiyo, kwenye hilo giza, kwenye hilo jangwa, kwenye huo uharibifu yupo. Na anaanzia hapo hapo kubadilisha maisha yako, kubadilisha hali yako. Hata kama uko kwenye madeni, yani uko katikati ya madeni, pale pale ukiamua kujikabidhi kwa Mungu, anaanza kufanya mambo mapya. Mwanzo mpya unahitaji imani zaidi kuliko uelewa. Ini pointi nyingine, mwanzo mpya unahitaji imani zaidi kuliko uelewa. Kwa hiyo kipindi cha kuanza kitu, usiwaze sana. Ukiwaza huwezi anza kitu. Yani nataka nikwambie, usiwaze sana. Abrahamu alivyoitwa na Mungu hakufikiria. Biblia inasema aliitwa akaenda asikokujua. Alikuwa hana uelewa wanapoenda ni wapi. Mungu alimwambia tu nitakufanya kwa taifa kubwa, akaamini. Petro wakati anaitwa na Yesu anaambia acha kazi yako ya uvuvi. Umewekeza, umenunua boti, una nyavu, una biashara, una wateja wako. Yesu anaambia ondoka, utakuwa mvuvi wa watu. Imani ndio ilifanya kazi pale, sio uelewa. Petro alikuwa haelewi anaenda wapi, lakini alimwamini Mungu. Paulo the same, alimwamini Mungu kwamba umeniita nikutumikie, basi nakubali kuacha hii kazi ninayofanya ya kuua watu nikutumikie wewe. Kwa hiyo unapoanza mwanzo mpya, imani inahitajika zaidi kuliko kuelewa. Na kwa sababu Mungu hata kuelewesha kila kitu mwanzo, uelewa utakutana nao kwa mbele ya safari. Kwa hiyo katika kuanza kitu kipya, wewe muamini Mungu tu inatosha. Vitu vingine vyote nimeshasema yeye ndio yuko in charge of your beginning. Alafu kitu kingine ambacho nataka ukijue kuhusiana na Mungu huyu wa mwanzo mpya ni jambo jipya la kimungu linaanza taratibu na kidogo, lakini linaongezeka na kuwa kubwa. Yani nimeshalielezea sana pale juu kwamba Mungu anachipusha jambo jipya. Kwa unavyoamua kuanza upya, na kama uko kwenye mwanzo mpya, hata kama jambo lako ni dogo, ni dhaifu, watu wanalicheka na kulidharau, hiyo ndio nature ya mwanzo. Yani ndio mwanzo ulivyo hivyo. Kwa hiyo Mungu wa mwanzo mpya yuko na wewe hata kama watu wanakucheka na jambo lako ni dhaifu. Usione kwamba Mungu hayupo kwa sababu kitu ni dhaifu, au sipati wateja kwenye biashara yangu, au najitahidi kuomba lakini siwezi, au bado kuna vitu vinanisumbua. Mungu anaanzaga taratibu, alafu kile kitu kinakamilika kwa neema yake. Alafu huwezi kupokea jambo jipya kama mkono wako umeshikilia kitu cha zamani. Huwezi, yani tena ndio jambo la mwisho ambalo nazungumza na wewe. Huwezi kupokea jambo jipya kama mkono wako umeshika kitu cha zamani. Mfano, uko kwenye mahusiano hayaeleweki, unatakiwa move on, lakini bado uko pale, unataka upate mtu mpya ndio ondoke kwenye ile mahusiano. It doesn't work that way. Unatakiwa ukubali kuanza upya na kuachilia kile cha zamani usichokipenda, kiachilie kiondoke, ndio Mungu atakupa kitu kipya. Kuna vitu vingine huwezi kuviachilia kabisa physical, lakini unaweza kuviachilia moyoni.
usivishikilie, kiachilie, ndio kitu kipya. Una marafiki wa zamani ambao umeshaona marafiki zangu hawatanifikisha mahali popote kwenye safari ya maisha yangu. You let them go, ili Mungu akupe watu wanaofaa. Yaani uko na marafiki ni wasengenyaji, hao wanakusema, wanakuchukia kwa siri, lakini wanajifanya wanakupenda. You must let them go, ili upate kitu kipya. Kanuni ya kupata jambo jipya ni kuachilia. Yaani kama mkono wako umeshikilia kitu, siwezi kukupa kitu kingine mpaka uachilie kile kwanza. Ukishakiachilia ndio unapokea kitu kipya. Kwa hiyo tunavyomzungumzia Mungu wa mwanzo mpya, tunamzungumzia Mungu ambaye amebobea kwenye kukusaidia wewe katika mwanzo huu. Na anasema, tazama nitatenda jambo jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Kwa hiyo muamini Mungu, tazama kitu kipya. Focus kwenye kitu kipya. Mawazo yako, acha kuangalia hali ulionayo, acha kuangalia aliyopita, muangalie Mungu, mtafakari yeye. Jitafakari, mimi nitakuwaje mfanya biashara mkubwa? Mimi nitaingiaje kwenye ndoa? Mimi nitafanikiwaje katika hili? Anza kuenvision, kufikiria mambo makubwa kuliko kuyafikiria mambo yaliyopita. Acha kufikiria maadui, acha kufikiria watu waliokutesa, watu wanaokusengenya, usiwafikirie. Fikiria, focus kwenye kitu kipya ambacho umemuomba Mungu na unakitaka. Hata kama ni kazi, uko kwenye kazi una mateso, unaambia Mungu nataka kazi nyingine nzuri. Usifikirie yaliyoko hapa. Usishikilie ugomvi na watu na kushikilia watu ambao kila siku ni kukusengenya na kusema kwa bosi ni kusingizia vitu. Focus kwenye kitu ambacho ni positive na ni kitu kingine. Na huyu Mungu wa mwanzo mpya atakusaidia. Yeye ndio Mungu wa mwanzo mpya. Analianzisha jambo yeye na analisimamia yeye mpaka litakapokuwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Baba, katika jina la Yesu ninamwombea mtoto wako huyu aliyesikia neno hili. Kuna watu ambao wako kwenye mwanzo mpya na hawajui kesho yao itakuwaje. Wengine wanaogopa kuanza kwa sababu hawajui wataanzaje. Lakini wewe ni Mungu wa mwanzo mpya. Ninaomba Mungu ukawe pamoja na watoto wako hawa, ukawashike mkono, ukawatangulie, wawezeshe wale ambao wamekwama kwenye vitu mbalimbali, wakaweze kutoka hapo, wakaweze kupiga hatua. Wasaidie Bwana, watie nguvu kwa uweza wa Roho Mtakatifu wako. Waonyeshe kwamba wewe uko pamoja na wao na hautawaacha na hawataangamia. Katika jina la Yesu Kristo ninawafunika kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu wasaidie, Roho Mtakatifu wafunulie, watie nguvu, ponya majeraha yanayowasumbua, wasaidie kusamehe wale waliowakwaza, wasaidie kuachilia vile vitu ambavyo wamevishikilia kwenye maisha yao kwa muda mrefu na kwenye mioyo yao. Damu ya Yesu Kristo itakase majeraha yote na maumivu ya kila namna ndani ya mioyo yao kutokana na vile vitu vigumu walivyovipitia kwenye maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Amen.